Rabakata jeke mandi alaba koveshi taikaza Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako na ukuu wako. Wewe ni Mungu, hakuna Mungu kama wewe. Nakupa sifa, heshima na utukufu. Asante kwa ajili ya majira haya ya mwaka 2026, ikiwa ni mwaka wetu wa kurejeshewa, mwaka wetu wa kupokea tena, mwaka wetu wa neema, mwaka wetu wa kuongezeka, mwaka wetu wa kupokea viwango vingine. Baba, ninakutukuza kwa ajili ya neema uliyoiachilia kwa ajili ya maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Pokea sifa Bwana Yesu na utukufu katika jina la Yesu, amen. Ni majira mazuri ya mwaka 2026 na huu ni mwezi wa pili. Nataka nikwambie mtu wa Mungu unayenisikiliza, nalo somo zuri la kukuletea mchana wa leo, lakini naomba nikusomee neno kutoka kitabu cha Yoeli 2 mstari wa 25. Biblia inasema hivi: nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na palale na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Naomba nirudie kukusomea kitabu cha Yoeli 2:25. Inasema, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na palale na tunutu na madumadu na tunutu, na jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Mwaka 2026 Mungu alinipa unabii kwamba ni mwaka wetu wa kurejeshewa, na hili neno la Yoeli 2:25 ndio neno letu la kinabii. Lakini nataka nikufundishe somo moja ambalo Roho Mtakatifu amenifunulia nizungumze na wewe unayenisikiliza saa hii. Iko hivi: somo linasema mambo ya kuepuka mwaka 2026, ili uwe mwaka wako wa kurejeshewa, ili uwe mwaka wako wa kupokea, ili uwe mwaka wako wa kupokea vile ambavyo ulikuwa hujapokea. Epuka mambo haya makuu 6 mwaka 2026. Jambo la kwanza, epuka kuwa mzururaji kwenye eneo lako la firidi. Narudia, epuka kuwa mzururaji kwenye eneo la firidi yako. Epuka kuwa mtu ambaye unapatikana kwa kila mtu na kila mahali, iwe mitandaoni au nje ya mitandao, masokoni, kila mahali. Usiwe mtu unapatikana kila mahali. Usiwe mtu ambaye unaenda kwenye mipira, upo uwanjani, upo masokoni, upo kanisani, upo wazurulaji, upo. Epuka uzurulaji mwaka 2026. Utamwona Mungu akikutendea kwenye biashara yako. Concentrate on your business, mind on your business. Tekeleza majukumu yako kwenye eneo lako la firidi. Na ninakushauri, ikiwezekana, patikana kwenye maeneo makuu matatu mwaka 2026. Eneo la kwanza, patikana mahali pako pa ibada. Eneo la pili, patikana mahali pako pa kazi. Eneo la tatu, patikana nyumbani kwako. Hii itakusaidia wewe, mbingu zitakapotaka kukurejeshea zikukute mahali ambapo ni specific area. Yani jitofautishe wewe ni mtu unapatikana wapi, majira fulani na nyakati gani. Haleluya. Jambo la pili, epuka kuwa mtu wa kila mtu. Yani mtu wa kila mtu ni yule mtu, kila mtu ni rafiki yake. Wanawake ni marafiki zake, wazee ni marafiki zake, vijana ni marafiki zake, wavuta bangi ni marafiki zake. Watu wakuu wanachagua watu wa kuambatana nao. Sio kila mtu ni mtu wako. Wengine potezea kwa ajili ya malengo yako, kwa ajili ya destiny. Mtu wa kila tukio. Mtu ana send off unaenda, ana harusi unaenda, ana arobaini unaenda, misibani, kila msiba unaenda, hata ambapo hawakujui. Epuka kuwa mtu wa kila mtu, mtu wa kila jambo. Kubali baadhi ya vitu na baadhi ya mambo yapite, ili upate muda wa kufanya ujenzi katika yale yaliyo ya kwako. Epuka kuwa mtu wa kila mtu. Mwaka 2026 utamuona Mungu akitenda
na kukufanyia mambo makubwa. Haleluya kwa Bwana. Mungu ni mwema. Nimekwambia yako mambo 6. Hii ni part 1. Wakati mwingine nitakuletea mambo mengine. Naomba nikuombee. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya huyu mtu ambaye ananisikiliza majira haya. Mwaka 2026. Mtenge na roho za uzururaji. Mtenge na roho za giza. Mtenge na roho za kuwa na kila watu. Mtenganishe na mtofautishe na awe mtu ambaye ni mtu mkuu mwenye kuheshimiwa. Kwa jina la Yesu na tabiri akawe ni mtu wa tofauti kwenye biashara yake. Na tabiri akawe mtu wa tofauti kazini kwake. Na tabiri awe mtu wa tofauti kwenye field yake. Akatofautishwa na kuwa mtu mkuu. Watu wakuu ni watu wanaojitambua. Mpe neema kujitambua kwa jina la Yesu. Mpe neema ya kujielewa kwa jina la Yesu. Mpe neema ya kupaa kwa jina la Yesu. Mpe neema ambayo atasimama mbele za watu na kuwa mtu. In the name of Jesus. Natamka neema ya Bwana ikawe juu yake. Umebarikiwa katika jina la Yesu. Neema ya Kristo iko juu yako. Naitwa Pastor Vedasto, Mlima wa Bwana Church hapa Mbagala, Dar es Salaam, Tanzania. Unaweza ukanipata kwa 0783 425 144. 0783 425 144. Barikiwa sana. Amen.